Walimwambia alipaswa kuvua nguo na kuishi msituni kwa siku 7 akipitia utakaso. Kabla hamjamfikia mtu huyo wa kumsaidia, usile chochote kilichopikwa kwa siku 7. Baada ya zile siku 7 utakuwa safi vya kutosha kufika mbele ya kuhani huyo ambaye alikuwa anaenda kumsaidia. Kwa hiyo anasema alipotokea baada ya siku 7 kwamba kuhani huyu mwanamke ambaye siku zote aliishi msituni na alikuwa kama mchawi mkuu wa bara zima, kwa sababu waganga wote, wachawi wote au wanga au waganga, wanasiasa, viongozi walikwenda kwake ili kupata nguvu pale. Mwanamke huyo kuhani alikuwa na titi moja tu, ni kama titi moja katikati ya kifua. Kwa hivyo watu wote walikwenda kwake kumuona, mara nyingi walipitia matambiko kama hayo. Hiyo ndio ilikuwa ibada na ilikuwa kama mtu alipaswa kupitia hiyo. Kwa hiyo kulikuwa na watu wengi pale. Kwa hiyo na mama yangu alipofika kwake alimwangalia yule mwanamke mchawi. Yule mwanamke mchawi akamwambia mama yangu, ninaweza kuona katika roho una mwana, mtoto wa kiume. Lakini yuko mbali, ni mbali sana kwenye mwamba, kwenye miamba. Sasa mchawi yule aliendelea kusema, akasema, na kuna nyota ya ajabu juu yake. Nikimtoa nje atakuwa tatizo kwa mamlaka yetu. Kitu pekee ninachoweza kufanya, ikiwa unaweza kutoa dhabihu, lakini pia ukiweza kukubali sharti tutakalokupa. Wakamwambia atoe ng'ombe 7 kwa miezi 9. Hiyo ni sawa na ng'ombe 63 kama dhabihu. Kisha akasema sawa, nitafanya hivyo. Yalikuwa ni masharti ambayo mama yangu alipewa, ikiwa atapata ujauzito na kuzaa mtoto na mtoto huyo kuwa mvulana, basi itabidi amtoe mtoto huyo kwa mwanamke huyo, binti mfalme, kama mume. Ni kwamba ukishazaa lazima umlete mtoto huyo kwenda msituni kabla ya siku ya kwanza haijaisha, kwa maneno mengine kabla jua halijazama. Kwa hivyo aliondoka, akatoa dhabihu, akarudi nyumbani, akapata mimba. Kwa mshangao alijifungua mtoto wa kiume. Sasa kiapo kilikuwa ni kumpeleka mtoto huyo wa kiume kutoka mjini ambako alijifungulia mpaka msituni, karibu kilomita 300 au 400 kutoka mjini, na hiyo ilikuwa ni mwaka 1975. Promova TV, a home of testimonies.